Bwana, ripoti mbaya ambazo tumezipokea kutoka pale nchini Urusi ni juu ya kile ambacho kimefanywa na Ukraine, ijapokuwa Ukraine wenyewe hawajathibitisha kulipua kwa madaraja ambayo yanapita juu ya treni ya reli na kusababisha vifo pamoja na majeruhi katika taifa hilo la Urusi, ambapo taarifa hizo pia zimemfikia rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Watu 7 wameuawa baada ya madaraja mawili kulipuliwa nchini Urusi, ambapo watu 7 na wengine zaidi ya 70 wamejeruhiwa wakati madaraja mawili yalipolipuliwa katika mikoa miwili tofauti ya Urusi inayopakana na Ukraine. Na hii kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na wapelelezi wa Urusi, wanasema kwamba tukio hili au matukio haya ni vitendo vya kigaidi, lakini Ukraine bado haijatoa taarifa kamili juu ya ushiriki wao. Matukio hayo yamekuja kabla ya mazungumzo ambayo yamepangwa ya amani ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, lengo la kumaliza vita ambavyo vimedumu kwa miaka mitatu nchini Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na pelelezi wa Urusi, wamesema daraja la barabara kuu lililopo juu ya reli katika mkoa wa Bryansk limelipuliwa Jumapili saa 5 kasoro dakika 10 usiku, wakati treni iliyokuwa imebeba abiria 388 iliyokuwa inaelekea Moscow ilikuwa inapita chini yake. Saa 4 baadaye daraja la reli lililopo juu ya barabara kuu lilipuliwa katika eneo jirani la Kursk, ambapo vipande vya treni ya mizigo vilizagaa barabarani kufuatia tukio hilo. Kamati ya uchunguzi ya Urusi ambayo imekuwa ikichunguza matukio makubwa ya uhalifu ambayo imehusisha matukio hayo na kusema kwamba kwa uwazi ni matukio ambayo yanahusishwa na ugaidi na madaraja haya yalilipuliwa. Kwa hiyo wanafuatilia kujua ni watu gani waliohusika. Ukraine mpaka sasa haijatoa taarifa yoyote kuhusu matukio haya mawili, na wajumbe wa Urusi na Ukraine wanatarajiwa kukutana hiyo Jumatatu mjini Istanbul katika duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja ya kujadili namna ya kumaliza mapambano, lakini tunaona Ukraine wamefanya mashambulizi hayo. Urusi imeungana katika nia ya kuwasaidia watu ambao wameathiriwa na kuporomoka kwa daraja katika mikoa hii ya Bryansk pamoja na Kursk. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Urusi Bi Maria Zakharova amethibitisha Ukraine inafurahishwa na vifo vilivyosababishwa na kuanguka na juu ya mateso kwa watoto. Msemaji huyo amezungumza akishutumu vitendo kama hivyo kama dalili za ugonjwa wa neonazi ambao Urusi inapambana nao. Kuanguka kwa treni katika mikoa ya Bryansk pamoja na Kursk ni jaribio la kuleta hofu kwa wakazi wa Urusi. Afisa wa zamani wa Pentagon anaitwa Michael Maloof amezungumza. Anasema Ukraine inatambua kuwa haishindi vita, kwa kweli imepoteza utayari, lakini wanaendelea kutaka kupinga. Kwa hivyo anafikiri kwamba kile ambacho labda wanakiona ni kuongeza juhudi za uasi. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amekuwa akipokea ripoti kutoka kwa huduma ya usalama wa shirikisho la FSB pamoja na wizara ya dharura kwa maana ya GUL kuhusu ajali za treni katika mkoa wa Bryansk pamoja na mkoa wa Kursk usiku mzima. Msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov amethibitisha, ambapo pia mjumbe wa baraza la shirikisho la Urusi Andrei Klishas ameilaumu Kiev, akiandika kupitia katika ukurasa wa Telegram kwamba tukio hilo linathibitisha kwamba Ukraine inadhibitiwa na kundi la kigaidi. Anasema Ukraine kwa muda mrefu imepoteza sifa za serikali na kugeuka kuwa eneo la kigaidi bila mipaka, bila mamlaka halali pamoja na sheria. Seneta huyo amehimiza kuundwa kwa eneo la buffer ndani ya eneo la Ukraine ili kuhakikisha kuwa magaidi hawawezi kufikia Urusi katika kipindi cha siku zijazo, jambo ambalo pia mnakumbuka rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alizungumza kwamba wanahitaji kuweka buffer zone ili kujiweka katika nafasi nzuri zaidi, lakini kuepusha athari zinazoweza zikatokea kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa na serikali ya Ukraine pamoja na hao washirika wao. Kwa hiyo kwa wale ambao of course pengine mlikuwa mnashindwa kujua kwamba ni nini ambacho kinachoendelea huko, ni hivyo, ni kwamba Ukraine wameamua kufanya hayo mashambulizi ambayo yameleta athari pale nchini Urusi, na mashambulizi haya yamesababisha maafa kwa kiasi fulani, kwa sababu idadi ya watu hawa ambao wamefariki dunia si idadi ndogo, ni watu wengi ambao pengine Urusi pamoja na rais wake Bwana Vladimir Putin wanaweza kutuletea taarifa nyingine ambazo zinaweza zikahusu nini ambacho wanaweza wakakifanya hao Warusi.
Lakini tukiangalia kwa undani zaidi ni kwamba ukitazama kwenye hilo tukio ambalo limetokea pale Bryansk, ambalo limetokea majira ya saa 5:41 kwa saa za kule Urusi usiku, daraja ambalo lipo katika barabara ya A240 kwenye wilaya ya Vygonicki, jimbo la Bryansk, lenyewe lililipuliwa wakati treni ya abiria ikiwa imepita. Treni hiyo ilikuwa imebeba abiria 388, lakini kutokana na maporomoko ya daraja yalisababisha vifo vya watu 7 na majeruhi zaidi ya 70, wakiwemo watoto. Mamlaka za Urusi zimesema tukio hili ni shambulizi la kigaidi, lakini Ukraine haijathibitisha. Ukitazama tukio la kule Kursk masaa machache baada ya tukio la Bryansk, ni kwanza daraja la reli katika wilaya ya Zelezonyagorsk, jimbo la Kursk, na lenyewe lililipuliwa wakati treni ya mizigo ikiwa inapita, ambapo maporomoko ya daraja lileta moto kwenye barabara ambayo iko chini na kusababisha majeruhi 3 wakiwemo dereva wa treni. Na mamlaka za Urusi pia zimesema tukio kama hilo ni shambulizi la kigaidi, ambapo kamati ya uchunguzi imesema inachunguza matukio haya kama vitendo vya kigaidi, lakini Ukraine haijatoa taarifa kama ambavyo nimezungumza. Na mashambulizi haya kwenye madaraja ya Bryansk pamoja na Kursk yameleta madhara makubwa sana katika miundombinu ya usafiri pamoja na usalama katika maeneo hayo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna upande ambao umejitokeza kusema kwamba yameshiriki katika mashambulizi hayo. Swali hapa linaweza kuwa ni je, madaraja haya yana umuhimu gani kwa taifa la Urusi? Kwa sababu kama ni madaraja ambayo yameshambuliwa, na mara nyingi mmekuwa mkisikia tunapozungumza eneo kama Bryansk, eneo kama Kursk, eneo kama Belgorod, ni maeneo ambayo yapo pembezoni, yapo mpakani na Ukraine. Sasa Bryansk pamoja na Kursk ni maeneo ambayo yapo mpakani mwa Urusi na Ukraine, ambayo yamekuwa yakitumiwa sana na jeshi la Urusi kusafirisha vifaa, wanajeshi pamoja na silaha kuelekea katika maeneo ya mashambulizi nchini Ukraine. Lakini pia reli pamoja na barabara katika mikoa hii ni njia kuu za usafiri wa kijeshi. Kwa hiyo kuvunjwa kwa madaraja haya kunaweza si tu kuwa na athari za kibinadamu, lakini pia kunaweza kuiathiri Urusi kupeleka misaada ya kijeshi kwa haraka katika maeneo haya ya mapambano. Lakini pia madaraja haya ni sehemu ya mtandao wa reli pamoja na barabara ambayo inaunganisha maeneo ya kati na kusini mwa Urusi, na imekuwa ikipitisha treni za mizigo, mafuta pamoja na bidhaa muhimu, hivyo kusababisha kuvurugika kwa uchumi wa ndani na usafirishaji wa bidhaa pale nchini Urusi. Lakini ukitaja eneo la Bryansk pamoja na Kursk ni eneo la kimkakati sana, kwani lipo karibu na mpaka wa Ukraine, Belarus, pamoja na kwamba inafungamana na shughuli za kijeshi dhidi ya Ukraine. Kwa hiyo kushambuliwa kwa madaraja haya kunapeleka ujumbe kwa Urusi kwamba pengine Urusi haiko salama katika maeneo yake ya ndani, jambo linaloweza kuwa na athari kisiasa kwa serikali ya Urusi. Lakini tukio la Bryansk linahusisha treni za abiria, jambo ambalo linaonyesha jinsi mashambulizi ambavyo yanaweza kuathiri raia na kuzuia hofu na usalama katika jamii. Kwa hiyo kuvunjika kwa daraja la barabara ya reli kunasababisha usumbufu mkubwa kwa wakazi wa maeneo hayo, kwa kuwa wanategemea miundombinu hiyo katika shughuli zao za kila siku. Na mnakumbuka hili daraja si mara ya kwanza kushambuliwa, kwa sababu hata mwaka 2022 pia liliguswa, lakini pia mwaka 2023 liliguswa, hali ambayo ilimfanya rais wa Urusi akasema sasa wanahitajika kutengeneza ukanda maalum, yani watengeneze buffer zone kwa ajili ya maeneo hayo ambayo yanapakana na hiyo Kiev. Na ili kuonesha namna ambavyo Putin alitoa maagizo hayo, tayari tumeona mamlaka ambazo zinahusika na masuala ya miundombinu, masuala ya kijeshi, wameanza kutekeleza agizo hilo mara moja ambalo lilitolewa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.